Kikubwa ambacho ningependa tukizungumze leo ni jambo moja tu kubwa, na kama kutakuwa kuna mingine ndio kujitokeza basi tutaweza kuzungumza baada ya kuwa tumefanya press conference. Lakini nilichotaka nikizungumze ni kuhusiana na ndugu yetu Bwana Omar Kaya ambaye alikuwa ni kaimu katibu mkuu wa klabu ya Young Africa ambaye mkataba wake umekwisha, na Omar alituandikia barua kama kamati ya utendaji kuomba kwamba asiongezewe mkataba na majukumu mengine ambayo angependa kuyafanya. Kwa hiyo ningependa nichukue nafasi hii kwanza kumshukuru kwamba Omar ni mtu ambaye amefanya kazi kwa muda mrefu katika klabu ya Yanga katika upande wa masoko, na baadaye Omar amekuwa kikaimu katika klabu ya Yanga kwa kipindi hichi kilichopita, na wengi mnafahamu kwamba kuna changamoto nyingi sana za uongozi ambao kama mlivyoona kwamba baadaye uongozi ulikuwa umeondoka wote na akabakia Mr. Omar, na pia changamoto ya kifedha kwamba hali ya uchumi wa klabu ya Yanga haikuwa shwari kama ambavyo tulikuwa mnaona, lakini Omar amepambana sana kwa kiasi kikubwa na hata klabu yetu ikaweza kushika nafasi ya pili, na sasa tunavyozungumza ni kwamba klabu yetu hii inakwenda kwenye klabu bingwa Afrika. Kwa hiyo hizi ni juhudi za yeye kama kiongozi wa secretariat ambazo tumeziona. Kwa hiyo tukaona kwamba si busara kwa sisi kutokumwaga rasmi ndugu yetu Omar, kwamba na tunaamini kabisa kwamba uwezo anao, bado ni kijana na nguvu na ataweza kufanya kazi katika sehemu nyingine yoyote. Kwa sisi kama klabu na wanachama, washabiki na wapenzi, tunasema kwamba tumepoteza mtu ambaye amekuwa na mchango mkubwa katika klabu, lakini kwa maadamu kwamba ni mshabiki na ni mpenzi wa klabu yetu ya Yanga, tutazidi kumuomba busara zake za kuweza kutusaidia, na tumeongea naye kwa kirefu kwamba sasa hivi sisi ni wageni, kwa kuna mambo mengi ya msingi ambayo tutakuwa tunataka kuyapata kutoka kwake. Kwa hiyo asisite kuweza kutusaidia na kutusikiliza pale ambapo kwamba panastahili. Lakini pia ningeweza kutoa wito kwa wapenzi, washabiki na wanachama wa klabu ya Yanga kwamba sisi tumewakilisha kwa niaba yenu kuweza kumshukuru na kumwaga rasmi ndugu yetu Bwana Omar ambaye ametumikia klabu ya Yanga kama upande wa masoko kama mkuu wa kitengo na pia kama kaimu katibu mkuu. Kwa hiyo na sisi tunamtakia kila laheri katika shughuli zake ambazo amezipanga kuzifanya, na naamini zitakuwa zina mafanikio, na pia kumwomba Bwana Omar wakati wote ambapo tunaona kwamba tunakuhitaji basi usisite kuweza kutusaidia. Kwa hiyo ilikuwa ni kubwa ambayo ningependa kuweza kulizungumza katika siku ya leo, na nichukue nafasi hii kumkaribisha Bwana Omar na aweze kusema machache. Karibu. Habari sasa ndugu zangu. Napenda kutumia nafasi hii au fursa hii kusema neno la shukrani kwa wanayanga wote. Nikianza kwa wadau, nikiwa na maana wanachama, mashabiki, sponsors wetu, makampuni na watu wengine ambao walikuwa mstari wa mbele kutusaidia kama klabu na kutufikisha hapa tulipofika. Na shukrani kwa viongozi ambao niliwakuta na niliotangulia kabla, kwa sababu haya mambo tunarisishana, anatoka huyu anakuja huyu, na unapopata sehemu na maana kuna mwingine alianzisha jambo na kuja kuendelea. Kwa hiyo ndashukuru wale ambao walinipokea kwa mara ya kwanza, nikianza na aliyekuwa mwenyekiti wetu wa zamani Bwana Yusuf Manji na kamati yake ya utendaji, technical bench kwa ujumla, nikirudi hususani kwa wachezaji na secretariat ambao nilikuwa nimeshirikiana nao kipindi chote hicho, na baadhi ya makatibu waliotangulia kabla yangu, na wale ambao nimepigana nao kwa zaidi kwa sababu niko muda mrefu kidogo, lakini nitashukuru zaidi wachezaji ambao tumeweza kushirikiana kama familia, kama kaka na wadogo zake msimu huu uliopita, kwa sababu ndio kuna changamoto kubwa kushinda miaka mingine iliyopita ya nyuma, kuanza kwenye swala la uendeshaji wa klabu na mambo mengine. Kwa hiyo tumefika hapa, sawa, halikuwa lengo kama tulivyokuwa tukiongea hapo awali wakati tunaanza hizi kampeni za kuchangia, ingawa wengine walitukana sana kwamba timu sio bakuli, sio hivi, lakini hatimaye naamini kwamba wale ambao wana upeo wameona matunda yake, kwamba tumefikia hatua mpaka tumekuwa na kubwa kuliko. Lakini origin yake ilianza kwenye kama tuchangie milioni, tuchangie timu yetu. Wengine walikuja wakasaidia, wengine hawakuja, lakini ni challenge za uendeshaji wa club. Lakini napenda kutoa shukrani kwa yoyote yule aliyetoa cha kwake kwa ajili ya klabu ya Yanga. Wachezaji waliojitoa kwa hali na mali kuhakikisha klabu yetu inafika hapa ilipo, na wenzangu kama wafanyakazi ambao nikimaanisha secretariat na kamati ya utendaji iliyopita, na hata hii mpya kwa sababu wameingia madarakani, nimepata muda pia kushauriana nao, kujadiliana nao na kufanya kazi nao kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo nipende kutoa shukrani kwa ujumla
kwa watu wote ambao nimeshirikiana nao kwa namna moja au nyingine, waandishi wa habari kwa ujumla, wao wengine marafiki zangu, tumejuana kutokana na swala hili la klabu. Watu kama Azam Media nadhani ni watu ambao waliniunga mkono sana kwenye swala zima la kuchangia, kwa sababu unapoona mtu anakupa taasisi yake au platform yake kwa zaidi ya miezi miwili kwamba changia Yanga, si jambo jema, au si jambo la kusema kwamba okay, si jambo sema sio jema, nisema ni jambo jema, sio jambo la kutokutoa shukrani, kwa sababu ilikuwa ni changamoto pia kipindi kile kwamba kumshawishi mtu aweze kutoa hela yake kwa ajili ya kusaidia klabu, na Azam walikuwa mstari wa mbele kwa miezi takribani mitatu kuweza kusupport ile kampeni mpaka tukaja kujibadilisha. Baadaye nikatumia wachezaji na technical bench, akiwepo mwalimu wetu Mwenye Zahera ambaye alikuja na morali nzuri ambayo ilisaidia. Baadaye tukakutana na mheshimiwa kama Mheshimiwa Mavunde, tukaangalia jinsi gani kumodify ili hii kampeni iende vizuri, ambayo ikaja kwenye hii kubwa kuliko, na naamini mengi yanaendelea. Kama sasa hivi tunaelekea kwenye kukusanya kijiji, wiki ya mwananchi. Yote haya ni muendelezo yale ambayo alianza, na natumia fursa hii pia kuomba wana Yanga tutoe support kwa viongozi wapya, kwa sababu wote tuko kwa ajili ya timu yetu ya kujenga timu ya Yanga, na ni wakati husika watu kuendelea kujitoa, kwa sababu hii michango ilifanyika sawa, lakini muendelezo bado upo. Klabu inaingia kwenye mchezo wa kimataifa, inaelekea kwenye kuanza ligi, kwa hiyo mambo mengi yatahitajika kusaidiana kwa ajili ya kuboresha klabu yetu na kufika kwenye malengo. Kwa hiyo nitumie fursa hii pia kuweka vizuri, kuna unaona asubuhi kumekuwa na maneno mengi yakiandikwa kwenye mitandao ambayo si sahihi. Naona kwa hiyo ni nafasi husika pia kuweka vizuri kwamba hatujaamalizana na uongozi husika katika matatizo au katika migogoro au kufuzana. Ni kitu ambacho nilikiomba mwenyewe kwa ridhaa yangu, na niliwaambia muda mrefu tu kwamba mkataba wangu ukifika siku fulani unakwisha, nitaomba kwa heshima na taadhima kuto kuongeza mkataba huo, lakini tutaendelea kusaidiana kwa sababu wote tuko kwa ajili ya kujenga timu ya Yanga. Nipo, wakinihitaji nitapatikana, tutasaidiana tujenge timu yetu. Kwa hiyo sina mengi ya kuongea zaidi ya kuwashukuru wana Yanga wote, wadau wote ambao nimeshirikiana nao, kuanzia waandishi wa habari mpaka wanachama na washabiki, na tuendelee kushirikiana hivi kuendelea kuijenga timu yetu ya Yanga. Asante sana. Maswali kama hapo? Yes. Ni nafasi nyeti wakati Yanga iko katika pilika nyingi za maandalizi ya msimu mpya ya kimataifa, ligi ya ndani, usajili katika mshuko, nani anaweza akawa katika nafasi hiyo kwa sasa? Kwa sasa hivi ni kwamba ofisi itakayoiwa na Bwana Dismas Ten ambaye atakuwa anashikilia ofisi, na kama mnavyofahamu kwamba mchakato unaendelea. Tulishatangaza nafasi za kazi, na sasa hivi tunachokifanya tuko kwenye shortlisting ya watu ambao waliomba, na baada ya shortlisting tutawaita kwenye interview, na baada ya kufanya interview basi tutaweza kupata katibu mkuu pamoja na secretariat, kwa maana ya wakuu wa idara mbalimbali. Kama hapo mnafahamu kwamba tumejaribu kwenda na FIFA licensing requirements, ambapo unatakiwa uwe na katibu mkuu na msaidizi wake. Hali kadhalika unatakiwa na legal officer, unatakiwa uwe na competition legal director of legal and membership, unatakiwa uwe na mkuu wa finance kwa maana ya fedha, unatakiwa na mtu wa competition, unatakiwa uwe mtu wa marketing na team branding. Kwa hiyo hizo ni nafasi ambazo tulizitangaza na watu wameomba, na wameomba kwa wingi tu kwamba kutaka kuzitumika hizo nafasi. Kwa mchakato unaendelea, na wiki hii mwisho wa wiki hii tukatoa utaratibu ukoje mpaka sasa hivi. Lakini tumeona kwamba tuwe na nafasi ya kwanza kuweza kumpata katibu mkuu ambaye tutasaidiana naye katika zoezi la kuweza kupata wale watendaji wengine. Kwa hiyo kwa kipindi hiki cha mpito ambacho tunakwenda nacho, basi Dismas Ten atakuwa ndio anakaimu nafasi ya katibu mkuu. Kama unavyofahamu Dismas ana msaidizi wake. Kwa hiyo msaidizi wake pamoja na Dismas watakuwa wanafanya hizo kazi kwa sababu ni jukumu la kipindi kifupi. Uwezo wa kuweza kufanya kazi zake za kawaida zile upo, atazifanya na ataweza kufanya kazi katika sehemu nyingine yoyote. Kwa sisi kama klabu na wanachama, washabiki na wapenzi, tunasema kwamba tumepoteza mtu ambaye amekuwa na mchango mkubwa katika klabu, lakini kwa maadamu kwamba ni mshabiki na ni mpenzi wa klabu yetu ya Yanga, tutazidi kumuomba busara zake za kuweza kutusaidia, na tumeongea naye kwa kirefu kwamba sasa hivi sisi ni wageni, kwa kuna mambo mengi ya msingi ambayo tutakuwa tunataka kuyapata kutoka kwake. Kwa hiyo asisite kuweza kutusaidia na kutusikiliza pale ambapo kwamba panastahili. Lakini pia ningeweza kutoa wito kwa wapenzi, washabiki na wanachama wa klabu ya Yanga kwamba sisi tumewawakilisha kwa niaba yenu kuweza kumshukuru na kumwaga rasmi ndugu yetu Bwana Omari
ambaye ametumikia klabu ya Yanga kama upande wa masoko kama mkuu wa kitengo na pia kama kaimu katibu mkuu. Kwa hiyo na sisi tunamtakia kila laheri katika shughuli zake ambazo amezipanga kuzifanya, na naamini zitakuwa zina mafanikio, na pia kumwomba Bwana Omari wakati wote ambapo tunaona kwamba tunakuhitaji basi usisite kuweza kutusaidia. Kwa hiyo ilikuwa ni kubwa ambayo ningependa kuweza kulizungumza katika siku ya leo, na nichukue nafasi hii kumkaribisha Bwana Omari na aweze kusema machache. Karibu. Habari ya saizi ndugu zangu. Napenda kutumia nafasi hii au fursa hii kusema neno la shukrani kwa wanayanga wote, nikianza kwa wadau, ikiwa na maana wanachama, mashabiki, sponsors wetu, makampuni na watu wengine ambao walikuwa mstari wa mbele kutusaidia kama club na kufikisha hapa tulipofika. Na shukrani kwa viongozi ambao niliwakuta na waliotangulia kabla, kwa sababu haya mambo tunarisishana, anatoka huyu anakuja huyu, na unapopata sehemu na maana kuna mwingine alianzisha jambo unakuja kuendelea. Kwa hiyo nitawashukuru wale ambao walinipokea kwa mara ya kwanza, nikianza na aliyekuwa mwenyekiti wetu wa zamani Bwana Yusuf Manji na kamati yake ya utendaji, technical bench kwa ujumla, nikirudi hususani kwa wachezaji na secretariat ambao nilikuwa nimeshirikiana nao kipindi chote hicho, na baadhi ya makatibu waliotangulia kabla yangu, na wale ambao nimepigana nao kwa zaidi, kwa sababu niko muda mrefu kidogo, lakini nitashukuru zaidi wachezaji ambao tumeweza kushirikiana kama familia, kama kaka na wadogo zake msimu huu uliopita, kwa sababu ndio kuna changamoto kubwa kushinda miaka mingine iliyopita ya nyuma, kuanza kwenye swala la uendeshaji wa klabu na mambo mengine. Kwa hiyo tumefika hapa, sawa, halikuwa lengo kama tulivyokuwa tukiongea hapo awali wakati tunaanza hizo kampeni za kuchangia, ingawa wengine walitukana sana kwamba timu sio bakuli, sio hivi, lakini hatimaye naamini kwamba wale ambao wana upeo wameona matunda yake, kwamba tumefikia hatua mpaka tumekuwa na kubwa kuliko. Lakini origin yake ilianza kwenye kama tuchangie milioni, tuchangie timu yetu. Wengine walikuja wakasaidia, wengine hawakuja, lakini ni challenge za uendeshaji wa club. Lakini napenda kutoa shukrani kwa yoyote yule aliyetoa cha kwake kwa ajili ya klabu ya Yanga. Wachezaji waliojitoa kwa hali na mali kuhakikisha klabu yetu inafika hapa ilipo, na wenzangu kama wafanyakazi ambao nikimaanisha secretariat na kamati ya utendaji iliyopita, na hata hii mpya, kwa sababu wameingia madarakani, nimepata muda pia kushauriana nao, kujadiliana nao na kufanya kazi nao kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo nipende kutoa shukrani kwa ujumla kwa watu wote ambao nimeshirikiana nao kwa namna moja au nyingine, waandishi wa habari kwa ujumla, wengine marafiki zangu, tumejuana kutokana na swala hili la klabu. Watu kama Azam Media, nadhani ni watu ambao waliniunga mkono sana kwenye swala zima la kuchangia, sababu unapoona mtu anakupa taasisi yake au platform yake kwa zaidi ya miezi miwili kwamba changia Yanga, si jambo jema, au si jambo la kusema kwamba okay, si jambo tuseme sio jema, nisema ni jambo jema, sio jambo la kutokutoa shukrani, kwa sababu ilikuwa ni changamoto pia kipindi kile kwamba kumshawishi mtu aweze kutoa hela yake kwa ajili ya kusaidia klabu, na kwa Azam walikuwa mstari wa mbele kwa miezi takribani mitatu kuweza kusupport ile kampeni, mpaka tukaja kujibadilisha baadaye, nikatumia wachezaji na technical bench, akiwemo mwalimu wetu Mwenyezi Zahera ambaye alikuja na morali nzuri ambayo ilisaidia. Baadaye tukakutana na mheshimiwa kama Mheshimiwa Mavunde, tukaangalia jinsi gani kumodify ili hii kampeni iende vizuri, ambayo ikaja kwenye hii kubwa kuliko, na naamini mengi yanaendelea. Kama sasa hivi tunaelekea kwenye kukusanya kijiji, wiki ya mwananchi. Yote haya ni muendelezo ya yale ambayo alianza, na natumia fursa hii pia kuomba wanayanga tutoe support kwa viongozi wapya, kwa sababu wote tuko kwa ajili ya timu yetu ya kujenga timu ya Yanga, na ni wakati husika watu kuendelea kujitoa, kwa sababu hii michango ilifanyika sawa, lakini muendelezo bado upo. Klabu inaingia kwenye mchezo wa kimataifa, inaelekea kuanza ligi, kwa hiyo mambo mengi yatahitajika kusaidiana kwa ajili ya kuboresha klabu yetu na ile kwenye malengo. Kwa hiyo nitumie fursa hii pia kuweka vizuri, kwa sababu unaona asubuhi kulikuwa na maneno mengi yakiandikwa kwenye mitandao ambayo si sahihi. Naona kwa hiyo ni nafasi husika pia ya kuweka vizuri kwamba hatujaamalizana na uongozi husika katika matatizo au katika migogoro au kufuzana. Ni kitu ambacho nilikiomba mwenyewe kwa ridhaa yangu, na niliwaambia muda mrefu tu kwamba mkataba wangu ukifika siku fulani unakwisha, nitaomba kwa heshima na taadhima kuto kuongeza mkataba huo, lakini tutaendelea kusaidiana kwa sababu wote tuko kwa ajili ya kujenga timu ya Yanga. Nipo, wakinihitaji nitapatikana, tutasaidiana tujenge timu yetu. Kwa hiyo sina mengi ya kuongea zaidi ya kuwashukuru wana Yanga wote, wadau wote ambao nimeshirikiana nao, kuanzia waandishi wa habari mpaka wanachama na washabiki, na tuendelee kushirikiana hivi kuendelea kujenga timu yetu ya Yanga. Asante sana.
Maswali kama yapo? Yes. Na ni nafasi nyeti wakati yangu iko katika pilika nyingi za maandalizi ya misimu mipya ya kimataifa, ligi ya ndani, kwa ajili ya mshiriki nani anaweza akawa katika nafasi hiyo kwa sasa. Kwa sasa hivi ni kwamba ofisi itakayoliwa na Bwana Dismas Ten ambaye atakuwa anashikilia ofisi, na kama mnavyofahamu kwamba mchakato unaendelea. Tulishatangaza nafasi za kazi na sasa hivi tunachokifanya tuko kwenye shortlisting ya watu ambao waliomba, na baada ya shortlisting tutawaita kwenye interview, na baada ya kufanya interview basi tutaweza kupata katibu mkuu pamoja na secretariat, kwa maana ya wakuu wa idara mbalimbali. Kama hapo mnafahamu kwamba tumejaribu kwenda na FIFA licensing requirements, ambapo unatakiwa uwe na katibu mkuu na msaidizi wake. Hali kadhalika unatakiwa na legal officer, unatakiwa uwe na competition legal director of legal and membership, unatakiwa uwe na mkuu wa finance kwa maana ya fedha, unatakiwa na mtu wa competition, unatakiwa uwe mtu wa marketing na team branding. Kwa hiyo hizo ni nafasi ambazo tulizitangaza na watu wameomba, na wameomba kwa wingi tu kwamba kutaka kuzitumia hizo nafasi. Kwa mchakato unaendelea, na wiki hii mwisho wa wiki hii tunaweza tukatoa utaratibu ukoje mpaka sasa hivi. Lakini tumeona kwamba tuwe na nafasi ya kwanza kuweza kumpata katibu mkuu ambaye tutasaidiana naye katika zoezi la kuweza kupata wale watendaji wengine. Kwa hiyo kwa kipindi hiki cha mpito ambacho tunakwenda nacho, basi Dismas Ten atakuwa ndio anakaimu nafasi ya katibu mkuu. Kama unavyofahamu Dismas ana msaidizi wake. Kwa hiyo msaidizi wake na pamoja na Dismas watakuwa wanafanya hizo kazi kwa sababu ni jukumu la kipindi kifupi. Uwezo wa kuweza kufanya kazi zake za kawaida zile upo, atazifanya na